Chanzo ni kaka sehemu ya kwanza. Naam, karibu katika simulizi mpya inayokwenda kwa jina la Chanzo ni kaka. Anayetusimulia kisa hiki ni kijana anayefahamika kwa jina la Karosi. Ni mengi ambayo Karosi anataka kutuambia. Ni kwa nini Karosi anatuambia chanzo ni kaka? Ni yapi ambayo yametokea baina ya Karosi pamoja na kaka yake? Twende naye sambamba. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Wanasema katika safari ya maisha si kila jeraha hutoka kwa adui wa mbali. Wengine huzaliwa ndani ya nyumba, na ni miongoni wa wale tulioamini zaidi. Wakati mwingine chanzo cha faraja hutokea kutoka kwa ndugu, lakini ndivyo ilivyo pia kwa makovu mazito. Hekima hutuongoza, lakini mapenzi ya damu huweza kututia upofu mbele ya ukweli. Na hapo ndipo simulizi huanza, mahali ambapo tumaini, ushauri na uaminifu hukutana na siri ambazo hazikutarajiwa. Katika maisha, chanzo cha tatizo si lazima kiwe mbali. Wakati mwingine huzaliwa ndani ya nyumba, kati ya wale tunaowaamini, tunawapa siri na tunawategemea kama nguzo za maisha yetu. Upendo wa undugu ni baraka, lakini hata baraka inapopungua, tahadhari inaweza kugeuka kuwa jaribu. Na hapo ndipo simulizi ya hawa ndugu wawili, Saidi pamoja na Karosi, inapoanzia. Katika kijiji cha Vwawa kilichopo katika mkoa wa Songwe, palipokumbatiwa na ukimya wa asubuhi na upepo unaocheza juu ya mashamba ya mahindi, aliishi Saidi, kijana aliyepitia misukosuko mingi ya maisha na kujenga familia yake kwa juhudi kubwa na nidhamu. Watu wengi walimuona Saidi kama mfano wa kuigwa, mtu mwenye hekima, mwenye kujali, na mara zote yuko tayari kupokea matatizo ya ndugu zake kama matatizo yake yeye mwenyewe. Mdogo wake Saidi aliyefahamika kwa jina la Karosi aliishi katika kijiji cha Makwale, kijiji kidogo kilichotawaliwa na mito midogo na misitu yenye vivuli virefu. Karosi alikuwa kijana mwenye bidii, lakini moyo wake katika masuala ya ndoa ulikuwa bado haujatulia. Karosi hakutaka kabisa kuingia kwenye ndoa ovyo ovyo, na mara nyingi alikuwa mazungumzo ya mapenzi kana kwamba alikuwa ni adui yake mkubwa. Lakini siku moja wakati wa jioni yenye mwanga wa dhahabu, Karosi aliamua kumtembelea kakake Saidi kule Vwawa. Mazungumzo kati ya Karosi pamoja na Saidi yaligeuka kama ilivyokuwa mara nyingi hadi katika maisha ya baadaye. Saidi alimwangalia sana mdogo wake Karosi kwa macho yenye upendo. Saidi akamwambia Karosi, akasema, Karosi, unajua umefika wakati wa kutulia. Mara nyingi huwa nakuona unarukaruka, mara uende mkoa huu, mara urudi, uende kijiji hichi, urudi. Ni lini mdogo wangu utajenga familia yako mwenyewe? Ukizingatia saizi umri wako unaenda na unakuwa Karosi, muda haurudi nyuma. Karosi alimwangalia sana kakake Saidi wakati akiwa anaendelea kuzungumza mazungumzo hayo. Karosi akamwambia kakake, akamwambia, kaka, yani mara nyingi mimi na wewe tukikutana unaanza kuniambia mambo ya kuoa. Sasa mimi na mahusiano wapi na wapi kakaangu? Kiukweli hata siku moja mimi sije kufikiria kwamba nitakuja kuoa. Ndio nitakuja kuoa, lakini sio kwa sasa. Na ni mwanamke gani ambaye mimi nitampata ambaye atakubali kuishi na mwanamume ambaye nazunguka ovyo ovyo? Karosi anasema, kakangu aliniangalia usoni kisha akacheka. Akasema, Karosi bwana, unavyoongea, kwani maisha yako yote utakuwa unazunguka hivi mdogo wangu? Ni kwamba pindi utakapopata familia, ni lazima tu utatafuta sehemu ya kutulia na familia yako. Hautakuwa tena mtu yule akurukaruka ovyo ovyo. Na kuna kitu ambacho nilitaka nikushirikishe. Unajua kule nyumbani kuna watu tayari wameshaanza kusambaza taarifa mbovu kuhusu wewe. Wanasema labda wewe sio mwanaume kamili, ndio maana unaogopa wanawake. Yaani unajua mdogo wangu, kauli hii huwa inaniumiza sana. Karosi anasema baada ya kusikiliza maneno haya kutoka kwa kakangu Saidi, nikamwambia, kaka Saidi, maneno gani ambao ni mabaya? Na wanasema nini kuhusu mimi? Yaani wananiambia mimi sio mwanaume kamili. Kwani kuna mwanamke ambaye anaitwa Karosi? Kaka Saidi akaniangalia kisha akacheka. Akaniambia, mdogo wangu Karosi, dunia imebadilika, dunia ina mambo mengi. Kwa hiyo ni lazima watu waanze kuwa na mashaka. Ukizingatia kijana rijali kama wewe, mchapakazi, kweli wewe hivi na umri unazidi kusogea. Nikikuangalia saizi unaenda kutimiza umri wa miaka 35. Unafikiri kuna udogo hapo? Karosi anasema baada ya kakaangu kunishawishi sana na kuona kwamba kijijini kwetu kuna baadhi ya maneno machafu ambayo wameanza kuniongelea kuhusu mimi, basi nikamwambia kakangu Saidi ni kipi ambacho anakiwaza kwa wakati huu. Kakangu Saidi akaniambia,
akasema unajua Karosi, unatakiwa uhame huko ambako unaishi, uje tukae wote hapa Vwawa. Na unajua katika duka langu pale kuna binti mmoja ambaye ni mchapakazi sana. Yaani yule binti ni mchapakazi na hana mambo mengi, na ni binti ambaye tumetoka naye kijiji kimoja. Ni binti ambaye namfahamu, ana nidhamu, ni binti mrembo. Kila mwanaume rijali anatamani kuwa na binti kama yule. Karosi anasema nikamuuliza kaka, ya kweli au kaka Saidi? Unajua mimi na mambo ya wanawake ni mbali. Yaani nitajuaje kama huyu mwanamke ni mwaminifu, mtiifu kwangu? Kaka Saidi akaendelea kuniambia. Akasema unajua, ili ujue kama mwanamke ni mtu mtiifu na ni mtu ambaye anaweza kujenga familia yako, kwanza kabisa unatakiwa uangalie utendaji wake wa kazi. Alafu kitu kingine, je, anaipenda familia? Unajua yule binti kuna wakati huwa anakuja nyumbani kunisaidia kazi. Unakuta kama mke wangu ametingwa kwa namna moja ama nyingine, huwa nampigia simu yule binti, huwa anakuja. Binti yule anafahamika kwa jina la Vumilia. Ni binti mzuri, mcheshi, yani ni mrembo kiufupi. Na kama unavyojua mdogo wangu, siwezi nikakupatia binti ambaye ana tabia mbovu. Niamini mimi. Basi Karosi baada ya kusikia maneno hayo kutoka kwa kakake, anasema nilikaa kimya huko nikiendelea kutafakari. Sikutaka kumuuliza mambo mengi kakaangu, kwa sababu niliamini siku zote kakaangu Saidi huwa ananishika mkono pale ambapo huwa nateleza. Yaani ni kaka ambaye huwa ananipa ushauri mzuri kuliko hata thamani ya dhahabu. Basi Karosi anaendelea kusema. Karosi anasema kwa mara ya kwanza, kulingana na maneno mazuri ambayo kakaangu Saidi ameniambia, kwa mara ya kwanza niliingiwa na upendo wa ajabu. Nilitamani sana kumuona huyo binti anayefahamika kwa jina la Vumilia. Binti mchapakazi, binti mtiifu, binti mzuri, binti mpole, binti ambaye kakaangu Saidi ameniambia kwamba anafaa kuwa mke wangu. Basi baada ya kujitafakari sana, nikamwambia kaka, nikasema sawa kakaangu. Kama unaona huyu ndo mwanamke ambaye ananifaa, basi mimi nitamuoa na nitafanya kile ambacho utaniambia. Maneno haya ya Karosi yalijaa heshima, imani, lakini pia upofu wa mapenzi ya undugu. Karosi hakujua kwamba njia aliyokubali kuifuata ndio njia itakamletea tumaini jipya la maisha, au ndio hiyo njia ambayo ingemletea jeraha ambalo lisingekwepeka. Basi asubuhi ya siku iliyofuata, jua liliangaza kijijini Makwale kwa utulivu uliotia baraka. Ndege walikuwa wakicheza angani na ardhi ilikuwa imeloa vizuri na umande ulikuwa bado hujakauka. Karosi aliamka mapema, huku moyo wake ukipiga kwa namna ambayo hakuizoea. Moyo wake ulipiga kwa mchanganyiko wa tahadhari na hofu kidogo. Karosi basi alifuata ushauri wa kaka yake. Basi Karosi asubuhi hiyo alienda barabarani kuelekea Mlangale, katika kijiji kilichosifika kwa mazao mengi na watu wenye upole. Barabara ilikuwa ya udongo, huku ikiambatana na mashamba ya kahawa na migomba, na upepo wa asubuhi ulimletea harufu ya dunia safi ya kijijini. Saidi aliamua kumsaidia mdogo wake mpaka mwisho wa safari yake. Alimsindikiza Karosi. Walizidi kutembea katika kijiji hicho, huku Saidi akitoa ushauri wa unyenyekevu na Karosi akisikiliza kimya kama mwanafunzi wa maisha ambaye anahitaji zaidi kujifunza mambo mengi. Basi Saidi akaendelea kumwambia Karosi. Saidi akamwambia Karosi, akasema mdogo wangu, unajua kila ndoa ujengwa na tabia mbili, tabia yako na tabia yake. Msichana huyu ni mtiifu sana, lakini pia unahitaji kuwa na moyo wa uvumilivu. Usimuone msichana huyu machoni pa watu, bali muone kama moyo wako. Karosi yeye alitikisa tu kichwa, kisha akasema nimekuelewa kaka. Basi walipofika Mlangale, kijiji kilikuwa kimejaa sauti za watu wakianza shughuli za asubuhi. Watoto walikuwa wakipiga kelele za furaha, wanawake wakielekea mashambani na wazee wakiwa wameketi kimvulini, huku akiendelea kubadilishana mawazo ya hapa na pale. Basi Saidi aliongoza njia hadi nyumbani kwa wazazi wa yule binti alifahamika kwa jina la Vumilia. Nyumba ilikuwa imezungukwa na maua mekundu pamoja na kijani kibichi, ikionyesha ishara ya utulivu wa wenyeji wake. Basi walipokaribia, mlango ulifunguliwa na ndipo Karosi alipomwona kwa mara ya kwanza binti mtiifu aliyefahamika kwa jina la Vumilia. Basi gauni lake la kitenge lenye rangi ya dhambarau lilimpamba kwa uzuri binti huyu. Binti huyu alitembea kwa adabu, macho yakiwa chini, lakini tabasamu lake dogo likiwakaribisha wageni hawa. Basi binti huyu alisema, "Karibuni," alisema kwa sauti iliyotulia. Saidi alimwangalia mdogo wake Karosi kana kwamba alikuwa akimuhimiza aseme jambo. Basi Karosi akapumua kidogo, kisha akasema kwa heshima, akasema, samani, bila shaka wewe na kakangu mnafahamiana." Vumilia alimwangalia kwa jicho la aibu Karosi,
kisha akasema, "Ndiyo, ni bosi wangu kule mjini." Carlos akaendelea kusema, akasema, "Bila shaka kila kitu amekwambia kuhusu ujio wetu." Vumilia akasema, "Ndiyo, taarifa zenu tunazo." Basi Carlos akaendelea kusema, akasema, "Sawa, basi Vumilia, sisi tumekuja kuzungumza na wazazi wako na pia tumekuja kwa ajili ya kukufahamu zaidi." Vumilia baada ya kusikia maneno hayo, Vumilia alitabasamu kidogo, kisha akageuka na kuongoza ndani. Basi walipofika ndani, mazungumzo yalikuwa marefu ya kuhusu maisha, heshima na mtazamo wake kuhusu ndoa. Basi wakati mambo yote yakiwa yanaendelea, Carlos yeye aliendelea tu kumtazama Vumilia. Vumilia alionekana ni binti mnyenyekevu, msarabu na mtu mwenye busara kuliko Carlos alivyotarajia. Basi kadri mazungumzo yalivyoendelea, Carlos alianza kuona pumziko la moyo wake. Basi Carlos akaanza kujisemea moyoni, akasema, kweli hichi chombo, yani huyo binti, mbona amenivutia ghafla kiasi hichi? Pengine kakangu Saidi akukosea. Pengine hapa ndipo safari yangu ya maisha inapoanzia. Basi walizungumza mambo mengi, mwisho wa siku wakafikia mwafaka. Lakini wakati Saidi pamoja na mdogo wake Carlos wakiondoka, kuna mwanamke mmoja ambaye alikuwa ni mzee pale kijijini. Alimuita Carlos pembeni, akamwambia, "Vipi kijana wangu? Wewe ni mgeni hapa kijijini?" Carlos akasema, "Ndiyo bibi. Kuna binti ambaye nataka kumuoa." Yule bibi akamwangalia sana Carlos kwa jicho lenye umakini. Kisha kwa sauti ya upole akamwambia, "Ni binti gani ambaye unataka kumuoa katika kijiji hichi?" Carlos kwa kuwa alimuona yule bibi ni kama mtu mwenye hekima, basi ikabidi amtajie jina la binti ambaye anataka kumuoa. Akisema, "Mimi binti ambaye nataka kumuoa ni binti anayefahamika kwa jina la Vumilia." Basi bibi yule akasema, "Sawa kijana wangu, ni wazo zuri, lakini naomba nikunongoneze kitu." Basi Carlos akasogeza sikio lake ili kumpa ruhusa yule bibi aweze kumnongoneza kitu. Basi yule bibi akasema, "Kijana, ni chaguo zuri, lakini kuna kitu ambacho nataka nikwambie. Kitu hichi ni kwamba siku zote macho huona mbali kuliko masikio. Usikimbilie ndoa hii kwa haraka, utanishukuru baadaye." Basi baada ya bibi yule kuongea maneno hayo, akamwachia Carlos, kisha mdogo mdogo akaanza kuondoka. Basi Carlos baada ya kusikiliza maneno hayo, kimoyomoyo akajisemea, hivi vizendo wakati mwingine huwa vinaitwa vichawi. Yaani mimi nimemwona ni bibi mwenye hekima zake, mwenye heshima zake, mzee wa busara, kumbe hamna chochote. Hebu aniache mimi. Eti macho siku zote huona mbali. Aliyemwambia kwamba macho siku zote yanaona karibu ni nani? Hebu aniache bwana. Maneno yale Carlos yalimpita kama upepo, maana yake aliyapuuza. Carlos aliona hakuna sababu yoyote ya kuogopa, kwa sababu binti amemuona, na binti aliyemuona ni mpole, mnyenyekevu, binti mrembo, binti ambaye aliona kwamba angefaa kuwa mke wake. Basi Carlos alirudi nyumbani huko akiwa na amani. Baada ya ile siku ya kwanza kukutana, Carlos alirudi Makwale huko akiwa na mawazo mazito ya matumaini. Gauni la kitenge la Vumilia, tabasamu lake la upole na jinsi alivyojibu maswali kwa utulivu, vitu hivi vilimjengea moyoni picha ya mwanamke wa star. Carlos alijua kwamba safari yake imeanza na sasa ilibaki kufuata mila, desturi na maamuzi mazito ya kiundugu. Basi siku mbili baadaye, Carlos alimuita kakake Saidi pembeni na kumwambia. Carlos akamwambia kakake Saidi, akasema, "Kaka, nafikiri yule msichana Vumilia anafaa sana. Yaani nimejikuta tangu siku ile ambapo tumeenda kuonana naye pale nyumbani kwake. Yaani nimepata utulivu moyoni mwangu. Yaani huwezi amini kaka, nimetokea kumpenda sana yule binti." Carlos anasema baada ya kumwambia kakaangu maneno haya, kaka alionyesha mshangao kidogo, lakini sikutaka kujali ule mshangao wake. Mimi nilishojali kwa wakati huo ni amani ya moyo wangu. Basi Carlos anaendelea kusema, anasema kaka Saidi alitabasamu kwa fahari ya kaka anayeamini kuwa amefanya maamuzi sahihi kwa mdogo wake. Basi Saidi baada ya kutabasamu akasema, "Sawa mdogo wangu, basi kazi sasa ni kwako. Kitu kilichobaki kwa sasa ni utaratibu rasmi. Tunahitaji kuwajulisha wazee nia yako, na jambo hili tayari nilishamshirikisha mama. Kwa hiyo issue ilibaki ni kwako tu, kwa sababu wewe ndio ulikuwa unatusumbua." Carlos anasema kwa kuwa mimi tayari nilishampenda binti Vumilia, kwa kweli sikuwa na pingamizi lolote kuhusu hili, na mimi ndiye ambaye nilimruhusu kaka Saidi ashughulikie swala lote hili la ndoa yangu. Basi siku iliyofuata, Saidi na Carlos waliandamana na wazee wawili maarufu katika ukoo wao, Mzee Nkonya na Mzee Saru. Wote wawili walikuwa watu wenye hekima, walioweza kuzungumza bila kukera na walijua mila zao kwa kina. Basi walipofika katika kijiji cha Mlangali, wazazi wa Vumilia waliwapokea kwa heshima na vinywaji vya kienyeji. Mazungumzo yalikuwa marefu, yenye heshima na ya uangalifu.
Mzee Konya alianza kwa kusema, akasema, jamani, tumekuja kama wanajamii, si kama watu binafsi. Kijana wetu hapa Karosi ameona taa moyo wake kwa binti yenu. Binti yenu anafahamika kwa jina la Vumilia. Kama nyinyi mnakubali, tungependa kuanzisha safari ya kuijenga familia moja. Wazazi wa Vumilia walitazamana kwa tabasamu la adabu. Babu yake Vumilia, mzee mwenye busara na macho makali, alizungumza kwa upole. Akasema, sawa, tumelipokea hilo, ila kila safari ina hatua zake. Tutaongea na binti mwenyewe, alafu tutawapa majibu. Karosi alikaa kimya muda mwingi, huku akiendelea kumsikilizia Vumilia kwa jicho la pembeni. Mara kwa mara macho yao yalipokutana na tabasamu lake la aibu liliendelea kumpa moyo Karosi. Basi baada ya wazee kumaliza maongezi, mama yake Vumilia alimuita binti yake ndani. Basi mazungumzo ya wanawake yalikuwa marefu, lakini baada ya muda mfupi mama yake Vumilia alitoka huku akitabasamu. Akasema, jamani, binti amekubali. Anaamini heshima ya kijana ni muhimu zaidi. Maneno hayo ya mama yake Vumilia yalifungua mlango ya hatua inayofuata. Basi siku ya makubaliano ilipangwa baada ya wiki moja. Wazee walikusanyika, mila na desturi zikafuatwa kwa kila hatua. Mahali iliyokubaliwa ilikuwa ya kawaida sana. Ilikuwa ni ng'ombe 2, mbuzi 3 na kiasi kidogo cha fedha kwa wazee wa ukoo. Hakukuwa na mabishano makubwa. Upande wa wazazi wa Vumilia walionekana ni watu wenye furaha na utulivu. Saidi aliendelea kusimama upande wa Karosi kama nguzo, huku akimruhusu mdogo wake ajifunze na ajiamini. Basi baada ya makubaliano kukamilika, siku ya harusi ilianza kupangwa. Wakina mama walishughulika na maandazi, wajumbe wakatawanyika kijiji kizima, na wazee wakapanga sherehe ifanyike Makwale ili Karosi awe karibu na ukoo wake. Vumilia alikuwa kimya, mtiifu, huku akijibu kila alichoambiwa. Karosi naye alijikuta kizoea haraka utu wake. Na wakati shughuli za maandalizi zikifanyika, mama yake Karosi alimwambia kwa sauti ya matumaini mtoto wake. Akamwambia, kijana wangu, ushauri wa kaka yako haujakosewa. Yaani nikimwangalia Vumilia namuona ni binti mwenye nidhamu. Hii inaweza ikawa ni baraka kwetu. Karosi alitabasamu tu, huku moyo wake ukijaa matumaini mapya. Moyoni mwa Karosi hakukuwa hata na chembe moja ya mashaka juu ya binti huyu aliyefahamika kwa jina la Vumilia, ambaye kwa sasa ndiye ambaye anaenda kuwa mke wake. Naam, na huo ndio mwisho wa sehemu ya kwanza wa simulizi inayokwenda kwa jina la Chanzo ni Kaka. Karosi bado anaendelea kutueleza safari ya maisha yake. Ni kipi ambacho kaka yake amekifanya kwa Karosi hadi Karosi atuambie kwamba chanzo ni kaka? Ni mengi ambayo unaweza kujifunza katika simulizi hii. Na ili kuyafahamu yote haya, usikose kufuatilia mwendelezo wa simulizi hii. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi, Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Chanzo ni Kaka.